بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، leo ni masala ya kuswali ndani ya misikiti ambayo ina makaburi. Kuswali ndani ya misikiti ambayo ina makaburi. Mbele, ndani, nyuma. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Sasa hapa tutataja akwali za maulama, manake sisi kama madhehebu yetu ama jumhurul madhahib, maulama wanasema la hurmata fi. Sawa. Nanyi mmesoma masharti ya swala, sio? Mmesoma masharti ya swala ama mjasoma? Mmesoma kwenye mabadi, kwenye safina, matni ya Bishuja, kwenye mukaddima, mmesoma kwenye Yaqut, sio? Mmewahi kusikia an la yakuna alqabru amama almasjid au amama sijui nini? Hukumu ya kuswali mbele ya kaburi. Na hii tukisema mbele ya kaburi ni msikiti uko ndani ya kaburi liko ndani ya msikiti. Unajua hapa kuna masala mawili. Hukumu ya kujenga kaburi ndani ya msikiti, ama kujenga msikiti juu ya kaburi, ama la kaburi liko nje na wewe swali ndani ya msikiti. Haya mambo mengine tofauti. Sisi tunataka kwanza kuzungumzia kuswali ndani ya msikiti ambao una kaburi, ama kisha masala ya hukumu ya msikiti ndani ya kaburi, kuijenga, kuingiza msikiti kaburi ndani ya msikiti, ama msikiti juu ya kaburi. Haya masala mengine tuko pamoja kwanza hapa, ama nimewachanganya? Indana thalatha ashya. Hukumu as-salah fi al-masjid fihi qabr. Kuswali ndani ya msikiti ambao ndani ya ule msikiti kuna nini? Kaburi, ama mbele yake kuna nini? Kaburi. Ni moja. Ama masala mingine ni hukumu ya kuingiza kaburi ndani ya msikiti. Yaani sisi tuna msikiti kama huu, kisha mtu akafa tukajenga tukamzika hapa ndani. Hiyo masala mingine. Baada ya kujengwa msikiti, masala mingine. Kisha kuna masala ya tatu, kuna kaburi hapa tukajengea juu ya. Ama masala matatu tofauti. Hukumu tofauti. Kwa sasa sisi tuzungumzie kuswali ndani ya msikiti ambao una nini? Una kaburi. Ndio kawauliza, nyinyi mmesoma tangu mwanzo kusoma mpaka leo, mshawahi kusikia miongoni mwa masharti ya swala ni mbele yako kusiwe na kaburi? Hakuna. Katika madhehebu manne hakuna dhehebu linalosema kuwa swala haiswihi. Hakuna dhehebu linalosema kuwa swala haiswihi. La, hakuna. Kuwa swala haiswihi kwa ajili kuswihi, tuzungumze kuswihi, uharamu na uhalali itakuja. Tuzungumza kuhusu kuswihi. Tuko pamoja? Hai. Maana kama tulivyosema, sio nini? Sio sharti. Qala al-Imam al-Muzani. Imam al-Muzani katika wanafunzi wa Imam Shafi'i. Sawa? Azama wa in salla fawqa qabrin au ila janbihi wa lam yumbash ajza'ahu. Na mtu akiswali kwenye kaburi, juu ya kaburi, fauka kabri, na kuswali juu ya kaburi, au ila jambi, au kuswali kando yake, wala miumbash, na ile kaburi halijafanya nini? Halijafukuliwa. Yani pale ile sehemu haijafukuliwa, manake si najisi, manake ikifukuliwa na kwa najisi, ajzaahu, swala imesihi. Sawa? Al-Imam al-Shaybani, Muhammad al-Shaybani, mwanafunzi wa Imam Abi Hanifa. Mnajua wanafunzi wakubwa wale wa Imam Abi Hanifa? Muhammad al-Shaybani na nani? Abu Yusuf. Muhammad al-Shaybani na Abu Yusuf. Asema al-Imam al-Shaybani rahimahullah, ameulizwa, je, msikiti ikiwa mbele yake, ama mtu akiswali ikiwa mbele yake kuna kaburi ama choo, waonaje, ni makruhu? Akasema naam, akrahu lahu dhalika. Ndiyo,
hii ni makruhu. Fa in salla fihi ahadun yujzihi salatuhu. Sasa yule muulizaji akamuuliza, je, mtu akiswali, wewe pamoja na kusema kwa ni makruhu, lakini mtu akiswali swala inaswihi? Akasema naam yujzihi, ndio swala inafanya nini, inaswihi. Sawa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haya, kuna kauli na ndo kauli yenye nguvu takriban katika madhhabi ya Imam Ahmad, wanasema ni haramu. Qala al-allama ar-rahibani ama ar-ruhaybani, huni katika madhhabi ya Imam Ahmad, asema wala wudi'a qabrun ay maqbaratun wa masjidun ma'an, na msikiti pamoja, lam yajuz wad'u dhalika, haifai, walam yasihha waqfun, na haisihi waqfu, wala salatun bihi, wala sala katika hilo. Sawa. Wao wanasema hii haisihi ikiwa ile sehemu itafanywa ni makbara, na wao katika madhehebu yao sehemu haiitwi makbara isipokuwa ukiwa na makaburi mata. Kwa hivyo kwao hata ikiwa kaburi ni moja swala inaswihi. Jamani, tunazungumzia kuswihi swala, hatuko katika kwanza ni halali ama haramu. Kwanza kabisa tujue swala inaswihi, kisha sasa tutaenda je ni haramu ama ni makruhi. Sawa Idris, madhbut au mش madhbut? Mش madhbut. Idris amechoka sana leo. Naam, ar-ruhaybani ndio asema wala wudi'a qabrun au ay maqbaratun, yani kukiekwa makaburi, wa masjidun ma'an, yani mtu akaeka wakfu akasema ati huni msikiti pamoja na nini na makbara, maziara, yani sehemu ya kuzika, akaeka wakfu hivyo, akwambia lam yajuz, haisihi, lam yajuz wad'u dhalika, haisihi kuweka hiyo, walam yasihha waqfun, na haisihi hiyo wakfu hiyo haisihi, wala salatun bihi, na pia haisihi kuswali katika sehemu. Lakini hiyo ni sehemu ikiwa ni makbara, sio kukiwa na kaburi. Ama kukiwa na kaburi moja, hapo swala inaswihi kwa madhehebu manne. Sawa. Ama hukumu sasa, tushajua kwa swala inaswihi. Tutataja dalili polepoleni, tutataja dalili. Kuna sababu kwa nini nimeanza na madhehebu. Tutataja dalili. Ama hukumu ya kuswali na mbele kuna kaburi, asli ni makruh, yukrahu dhalika. Ikiwa mtu amekusudia, ikiwa mtu amefanya nini, amekusudia, yani wewe swali na mbele msikiti kuna nini, kuna kaburi, na wewe umekusudia, mimi napenda kuswali pale kwa ajili ya ule msikiti mbele una kaburi. Sababu nini? Anapenda tu, yani wamwabudu yule, wafanya kwa ajili ya taadhima yake, mimi napenda tu. Hadha makruh, hadha al-asl makruh. Nagra huna kwanza hii itwaje hiyo nasi ambayo nimechukua, inaitwa Matalib ulinnuha. Matalib ulinnuha, kitabu chake cha ar-Ruhaybani, Matalib ulinnuha. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Qala al-Imam an-Nawawi الآن حكم الصلاة على القبر أو إليه، kuswali juu ya kaburi ama mbele ya kaburi. Asema Imam Nawawi, qala ashabuna, wamesema ashabu Shafi'iyya, wa yukrahu an yusallia ila qabrin, hakadha qaluhu, hakadha qalu afwan, hakadha qalu, yukrahu ni makruhi, wa yukrahu an yusallia ila alqabri, na ni makruhu mtu kuswali kwenye nini, kaburi. Umelikusudia jamani, sio kukusudia kwa unaabudu, yani umekusudia kuswali katika msikiti ambao kuna nini, kuna kaburi, mbele kuna kaburi, ama makruh ile. Lakini nsikiza asema nini, walau qila yahrumu, na lau itasemwa ni haramu, li hadith Abi Marthad wa ghairihi, wa hadithi ya huyo Abu Marthad na hadithi nyingine ile, la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, kama tutakapoeleza. Asema lam yab'ud mimma sabaqa, lam yab'ud, hii si mbali kuwa hii ni haramu. Yani lau kutakuja watu, kutakuja maulama wakasema ni haramu, pia haiendi mbali, yani kuna ihtimali. Hii inamaanisha kuna nini, kuna ihtimali. Qala sahibu tatimma, wa amma as-salatu
sahibu tatima mwanachuoni mwingine. Hii yote ni nakli ya Imam Nawawi. Wa amma salatu inda ra'si qabri rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mutawajjihan ilayhi fa haramun wa hadha biittifaq. Ama kuswali katika kaburi la bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii ni haram, haina wasiwasi. Wa amma salatu inda ra'si qabri rasulillah sallallahu alayhi wasallam mutawajjihan ilayhi, kuelekea kaburi la bwana mtume fa huwa haram, hii ni haram. Nakli hii ni kutoka kitabu cha Imam An-Nawawi Al-Majmu'. Al-Majmu'. Sawa? Asikiza. Mimi nakwambia hawa watu na urongo wao na iftiraati zao. Asema qala al-Imam al-Mirdawi al-Hanbali. Huyo sasa ni mwanachuoni wa Kihanbali. Ni mwanachuoni na haula ikhwanuna alladhina baghaw alaina ghaliban yad'una annahum min al-Hanabila. Ibn Taymiyyah al-Hanbali, Ibn Abd al-Wahhab al-Hanbali فيدعون أنهم من الحنابلة. نسمع ماذا يقول الحنابلة. يقول وتصح الصلاة إليها إلى القبور وتصح صلاة نصيح hiyo kwa ishkali kwa madhehebu manne, isipokuwa ile madhehebu ya Imam Ahmad ikiwa ni kwenye makbara tumeeleza. Sasa nakwambia watasihu salat ilaiha ay ila alquburi, hadha almadhhab mutlaqan, yani hadha huwa almadhhab mutlaqan ma'a alkaraha. Hii ndio madhehebu ya Imam Ahmad, hii ndio madhehebu sala inasihi ma'a alkaraha, pamoja na nini? Umakruh. Kwa hivyo kuna haram. Washattana ma baina alharami walmakruh, kuna tofauti kubwa baina haram na makruh. Ya akhi, makruh upati dhambi, haramu nini? Dhambi. Haya, mtu aje azidisha aseme shirki. Jamani, msimwabudu huyu. Hini wataka kusikia. Sikiza basi. Asema wa alayhi aljumhur. Wa alayhi aljumhur. ما معنى الجمهور؟ ذكرنا هذا في درس الياقوت. يعني هذا قول أكثر العلماء. وعليه الجمهور. يقول وجزم به في الوجيز. وجزم به في الوجيز. Sasa mimi hapa uhakika sijui anamaanisha nini akisema alwajiz, labda anamaanisha alwajiz cha Imam Al-Ghazali, wallahu a'lam. Ama kuweza kuwa kuna kitabu kingine alwajiz kwa madhhabi Imam Ahmad, yani wakisema alwajiz wanakusudia kitabu fulani, wallahu a'lam. Lakini hiki ni kitabu wanasema wajazama bihi fil wajiz wal ifadat, na kitabu chaitwa al ifadat. Wa qaddamahu fil hidayah, na katika kitabu kinachoitwa hidayah amekadimisha, yani amekadimisha kauli hii. Yule mwanachuoni, yani muallif wa kitabu kinachoitwa hidayah amekadimisha kauli hii. والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع وابن تميم والحاويين أو الحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم. hawa wote ama وغيرهم, hawa wote wakwambia kuwa swala inasihi, lakini kuna nini? Kuna makruhu. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hai tunukuu maneno ya Ibn Hajar al-Haytami, faqihi wetu, faqih Shafi'i, asema qala Ibn Hajar al-Haytami qala ashabuna, wamesema ashabu zetu, tahrumu salatu ila quburi al-anbiya wal awliya tabarrukan wa i'dhaman. Naam, ni haramu mtu kuswali mbele ya makaburi ya mitumi na mawali kwa kukusudia kutabaruku na kusudia tahrumu salatu ila quburi al-anbiya'i wal awliya'i tabarrukan wa i'dhaman. Tabarrukan wa i'dhaman. Sawa? Tumeelewa haya? Wa i'dhaman, yani mtu ikiwa pale atakwenda pale kwa kuadhimisha yule mtu na kutabaruku, yuaswali kwa ajili ya ile, haram. Si shirki. Elewe jamani, mtu mwenye etwaje udanganya ametoka katika Uislamu, amekosea, amefanya haramu. Lakini mtu mwenye kusujudia sanamu ametoka katika Uislamu. Tofauti kubwa sana baina yule wa kwanza na huyu wa pili. Kwa hiyo ni haramu, si shirki. Manake haabudu, lakini tuombeni haramu. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya hadithi la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Tumeelewana? Hadithi hatujaitupa, hadithi iko pale pale, wale wamefanyia kazi, lakini tutakuja kuieleza. Tuko pamoja? Haya, tuendelee.
Ibn Hajar anaendelea sasa, ashanukuu maneno ya ashab, sio? Sasa aeleza, asema fashtaratu shay'ain, basi wao wameweka masharti mawili. Asema an yakuna qabra mu'azzamin wa an yaqsida bisalati ilayhi, au an yaqsida bisalati ilayhi. Asikiza, an yakuna qabra mu'azzam, sharti ya kwanza ni ile kaburi lile la mtu adhimu, na ya pili ni ikusudiwe swala kwake yule. Hii misikiti ambao labda nyinyi mwasikia ama mwajua ina makaburi msikiti, huwa mtu amekusudia swali pale, hata sio kwa hata amekusudia, hata hajui mara nyingine kama kuna kaburi kule mbele. Waacha zaidi hayo, hata hajui la ilaha illa Muhammad, hamjui yule alozika. Mimi najua pale Konzi mbele kuna kaburi, wamjua nani ziko pale, hata hatujui. Mwalishi wale hata hatujui, hatukusudi akhi. Pia juu ndani kuna kaburi tukusudia, la tukusudi, haina shida kabisa. Wazi? Hai, asema fashtaratu shay'ain an yakuna qabra mu'azzamin, sawa, wa an yaqsida bisalati ilayhi at-tabarruk wal-i'dham, wa an yaqsida, na akusudie katika kumswalia yule at-tabarruk wal, anakusudia kutabaruku na kumadhimisha yule, hapa ndo haramu. Naam, an yakuna qabra mu'azzamin, iwe ni kabri la mtu ambaye anaadhim, yani ni wali ama ni mwanachuoni ama ni mtumi. Wa an yaqsida bisalati ilayhi, na akusudie katika ile kwa ile swala yake, an yaqsida at-tabarruk wal i'dham, akusudie kutabaruku na kumadhimisha yule mtu. Sawa? Sasa asema fayuhmalu, hii ni baada ya ibara nyingine hapa ndefu amezungumza katika, lakini asema fayuhmalu qawlu ashabina bikarahati dhalika. Sasa asema sasa inabebwa ile kauli ya watu wetu, kauli ya ashabi Shafi'ia, wanazuoni wa Shafi'ia, pale wanaposema kuwa ni makruhu kuswali na mbele kuna nini? Kaburi. Si tumesema Imam Nawawi anasema hivyo, na anasema qala ashabuna. Sasa wale wanaosema ni makruhi wanasemaje? Maana yake nini? Anasema fayuhmalu, basi inafahamika, inabebwa ile fahamu kaulu ashabina, inabebwa maneno ya wale ashabi ya Shafi'ia bikarahati dhalika, kwa hilo ni makruhu, ala ma idha lam yaqsid bihi ta'dhiman wa tabarrukan bidhil qabri. Asema itafahamika kuwa ni makruhu ikiwa yule mwenye kuswali hajakusudia kutabaruku wala kumaadhimisha yule aliyoko kaburini ama kuadhimisha ile kaburi. Alhamdulillah. Faman yusalli fi masjidin fihi qabr, nahnu nasaluhu limadha tusalli, usalli ndo msikiti ulo karibu, alhamdulillah rabbil alamin, ni msikiti. Na nitawapa hoja nyingine. Wewe hapa unaposwali hapa, uswali lile kaburi, yule alikuwa kuseme liko nje, sio? Kuna nini baina yako na kaburi? Kuta. Kuna hail. Ile kaburi ama yule alozikwa huo yuko chini kule, yuko ndani ya futi 6. Azid laka fi shi'ri baitan. Wewe ukiwa swali hapa, waelekea wapi wewe? Al-Kaaba. Na hakika. Kutoka hapa mpaka Al-Kaaba hakuna kaburi baina yako na Al-Kaaba. Mbona usiseme umeelekea kaburi? Wewe una hakika gani kuwa wewe huwa hapa unaposwali mpaka Al-Kaaba hakuna kaburi baina yako na Al-Kaaba? Yani ama tuambieni basi ni masafa gani ndio yakipita basi tutakwambia hujaswali mbele ya kaburi. Mimi nikiswali hapa na kaburi liko kule town na naswali nikilikusudia ile kaburi, napata dhambi au sipati dhambi? Kwa hivyo ishkali ni kukusudia lile kaburi, kulielekea lile. Ishkali sio kuswali na mbele kuna nini? Na dalili. Sasa dalili, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi mashuhuri, kulikuwa na mwanamke akifagia msikitini. Maarufu, sio? Akafa yule mwanamke. Akafa yule mwanamke. Bwana Mtume siku 2-3 hakumuona yule mwanamke. Akamuulizia masahaba, miongoni mwao Saidina Umar, akamwambia ya Rasulullah, huyu amekufa kabla ya masiku kadhaa.
amekufa kabla ya masiku kadhaa usiku. Sisi tukaona tusikusumbue, tukamzika. Wao wandhani ni mtu ambaye si maarufu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, awalam tukhbiruni ha, mbona msiniambie fa usalli alaiha, ili mfanye nini mimi? Yamekwisha ama hajakwisha? Hajakwisha. Bwana Mtume akamwambia, dulluni ala qabriha, nielekezeni kwenye nini? Kwenye kaburi lake, usalli alaiha, nende nikafanya nini? Nikamswalie. Akaenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamswalia pale pale. Wapi? Mbele ya kaburi lake. Mbele ya kaburi lake akamswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi. Swala ya jeneza ni swala maswala. Masharti yake si kama hizi swala nyingine. Sasa mbona etoje? Mbona pale tumesema inasihi hapa? Aisi. Pale Bwana Mtume ameswali. Wewe ukiniambia haifai, nipe dalili. Tutakuja kwenye laana Allahu al-yahud, tutakuja tutaeleza. Mimi nimeambia uzuri wa ahlus sunna, dalili hizi hawazidharau, hawaziwachi. Sio kama ndugu zetu, dalili yoyote ambayo hakubaliana nayo atakwambia hii ni dhaifu. Hii laana Allahu qubur anbiya, tutaieleza sasa hivi. Tutaleta maelezo ya Ibn Hajar sasa hivi, tutaeleza inshallah. Mungu akutupa uhai na uzima. Kwa hiyo Bwana Mtume amefanya, na kitendo cha Bwana Mtume, antum darastum al-usul, darastum al-waraqat, af'alu nabii sallallahu alaihi wa sallam hujja, af'alu sahibi sharia hujja. Amefanya Bwana Mtume moja kwa moja, sisi tunasema ni hujja. Ile ni swala, sisi tuswali, imeswihi. Ukiniambia haifai, nipe dalili. Tunaambia laana Allah, tutakuja tutaeleza hiyo dalili. Mpaka hapa tuko pamoja? Sasa tuangalie nani aitwaje, Ibn Hajar asemaje kuhusu hadithi la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah. Ibn Hajar al-Asqalani katika aitwaje sharhi yake katika Fath al-Bari, hii alikuwa akizungumzia kuweka kaburi ndani ya msikiti. Sawa? Ama kuna kaburi hapa, si kuweka kaburi ndani ya msikiti afwan. Yaani kuna kaburi sehemu, kisha hapa nyuma tukaja tukajenga nini? Msikiti. Akanukuu maneno ya al-Imam al-Baydawi, asema qala al-Baydawi. Hii ni katika Fath al-Bari, ukitaka kwenda kutafuta kile kitabu kilikuwa pale, sasa hivi kimepelekwa kwenye maktaba juu. Lamma kanat al-yahud wa an-nasara yasjuduna liqubur al-anbiya. Lamma kanat al-yahud wa an-nasara yasjuduna liqubur al-anbiya ta'dhiman li sha'nihim ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها, yani wanaelekea kwenye hayo makaburi, watakhadhuha awthana, na wakachukua ni nini? Ni masanamu. La'anahum, basi Mwenyezi Mungu amefanya nini? Akawalaani, ama Bwana Mtume akawalaani. Wa mana almuslimina, na akawakataza Waislamu an mithli dhalika, kutokana na mfano wa hayo. Tuendelee. Watakhadhuha awthana ta'dhiman li sha'nihim wa yaj'alunaha qiblatan. Ukiandika mpaka hapo, kisha baadaye utaenda utatafuta nasi. Mpaka hapo imetosha. Ama unaje? Mpaka hapo imetosha, utaenda kutafuta kwenye Fath al-Bari. Kwenye masimu Fath al-Bari zimejaa, usio na wasiwasi. Kisha asema mpaka hapo tosha. Kwa hiyo sasa mimi nitaeleza tu. Fa amma man ittakhadha masjidan fi jiwari salihin, ama mtu ambaye ametukua msikiti karibu na mtu mwema, wa qasada tabarruka, na akakusudia kutabaruku bil qurbi minhu, kwa kuwa karibu na yule, kwa kuwa karibu na ile kaburi, sio kuwa anatabaruku kwa kuswali kwake, anatabaruku kwa kuswali kwake, ama sijui anamuadhimisha. Sema la ta'dhima, angalia, sema la ta'dhima lahu, sio kuwa anamuadhimisha.
wala tawajjuha nahwahu, ama kumwelekea. Asema fala yadkhulu fi dhalika alwa'id, haingii katika hiyo nini, hiyo iqabu ama hiyo ahdi ya adhabu, haingii katika hiyo adhabu. Hadha laysa mal'unan. Na ndio maana kwenye suratul Kahfi asemaje Mwenyezi Mungu? Kinukuu maneno ya wale la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, asemaje ile aya mmekafilika? Asema qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida law kana shirkan. لأن بعض الناس سيأتون بتفاسير سنذكر أحد التفاسير. لو كان شركا لسكت الله جل جلاله. amesema qala alladhina ghalabu ala amrihim, wakasema wale ambao wameghilibu katika amri yao, lanattakhidhanna alayhim masjida, tutachukua juu ya hawa nini, msikiti. Yani tutajenga msikiti. Kwanza msikiti muona, msikiti muona ni waislamu ama makafiri? Kuwa amepanga kajenga msikiti, maana wanaofanya nani? Ni waumini ama si waumini? Kama ingekuwa makosa Mwenyezi Mungu angenyamaza toka baki hapo akaendelea habari nyingine, ama angetanabaisha, angetaja waidi. Almuhim, sikiza, qala alladhina ghalabu ala amrihim, tafsiri ni madarik at-tanzil wa haqa'iq at-ta'wil. Asema minal muslimina wa kanu awla bihim wa bil bina' alayhim lanatakhadhana ala babil kahf yusalli fihi al muslimina wa yatabarrakuna bimakanihim. Wao walitukua itwaje, walijenga msikiti na walikuwa ni waislamu na walikuwa wanatabaruku, hakuna uharamu, hakuna shirki. Sawa. Tafsiri nyingine hapa Fathul Qadir asema qala alladhina ghalabu ala amrihim lanatakhidhanna alayhim masjida, dhukira ittikhadhu almasjid au dhikru ittikhadhi almasjid yushiru bi anna haula'i alladhina ghalabu ala amrihim humul muslimun. Alipotaja kuwa wao wamechukua wataifanya ile msikiti, ile ni ishara kuwa ile bado ile ni ishara kuwa hawa waislamu, sio? Ile ni ishara kuwa hawa ni waislamu kwa sababu wamejenga msikiti. Msikiti mwanani? Msikiti ni waislamu. Kama ingekuwa ni makosa ingetanabahishwa kwa ni makosa. Lakini wengine wanasema qila, katika tafsiri qila hum ahlus sultani wal mulki min al qaumi al madhkurina fa innahum alladhina ghalabu ala amri man adahum wal awwal awla. Sema na ile kauli ya kwanza nini? Ni aula. Qala az-Zajjaj hadha yadullu ala annahu lamma dhahara amrahum ghalaba al mu'minuna bil ba'th wan nushur li anna al masajida lil mu'minin. Kwa hiyo ikiwa yani mtu atajenga, si ati amekusudia kumadhimisha yule aliyoko kaburini, kumwabudu, kumwelekea, hakuna uharamu. Yani kuswali ile sema hakuna uharamu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema anatakhadhana alayhi masjida, wala haikutoka waidi hapa, haikutoka lawama. Sawa. Ama ile hadithi laana Allahu alyahuda wa nasara ndio tumeieleza, na dalili ya kwa ile inaelezwa vile ni kwa hapa kwenye aya Mwenyezi Mungu amegusia, ametaja, wala haijaambiwa kuwa ni haramu, wala haijaambiwa kuwa ni shirki. Dalili nyingine ni kwa bwana mtume aliswali mbele ya kaburi. Ushaelewa? Kwa hivyo ikiwa mtu hajakusudia la ilaha illa Allah, hajakusudia kaburi hili la nabii ama la wali, amekwenda pale kusudi kwa sababu ni kaburi la wali, mimi naswali hapa kwa ajili hili kaburi la wali na namaadhimisha, ile ni haramu na amelaaniwa, kuna wasiwasi. Ama fi ghairi dhalika tuambia la, baadhi wasema ni haramu lakini maasiha, baadhi wasema tena ni haramu, tumeeleza ni ikiwa ile sehemu ni makbara, lakini madhehebu manne wakwambia la, ile ni makruh, ile ni makruh. Na ikiwa mtu hata hajaangalia, hajazingatia kuwa ni kaburi wala ni mubaha, maana lete dalili ya uharamu. Wewe ukiniambia usifanye kitu, nipe dalili ya uharamu ya akhi. Sisi tumeambiwa ardhi yote ni tahur, ama waju'ilat liya al-ardu tahuran. Mimi naweza kuswali sehemu yote. Sasa ukinikataza niswali sehemu fulani, nipe hoja, nipe dalili. Ukileta hii laana Allah, hii na maelezo tumeshaieleza. Kwa nini hii tuieleza? Kwa ajili kuna sehemu mtume ameswali juu mbele ya kaburi, na kwenye aya zimekuja maeleza lana takhadhana alaihim masjida,
hakukuja itab, haikuja ala wajhi al-itab. Madhbut au mش madhbut? Wazi. Hadha as-sala fi masjidin amamahu qabr. Ama mas'alati yani kujenga sasa kaburi kwenye msikiti kwa haraka haraka, manake ndio time ndio hiyo tena. Msikiti umewekwa wakfu ama hujawekwa? Msikiti ukiwekwa wakfu hufai kufanya kitu kingine kando ya msikiti. Kwa hivyo hufai kujenga kaburi ndani ya msikiti. Haram. Hufai kuzika pale ndani ya msikiti. Haram. Umejenga hujajenga, ile ni haramu na sisi tuna wasiwasi. Kwa hivyo ukiona msikiti sijui ndani kuna kaburi, mara nyingi ni kuwa kaburi lilikuja kaburi likijengwa kabla ya msikiti. Hakuna uharamu wa kujenga msikiti, manake ile sehemu si maukufu. Manake sawa. Sawa, si yule ndio ingia. Yamaanisha ile kaburi, ile tuseme hapa ni msikiti. Yaani si msikiti, hapa kuna kaburi. Tukajenga msikiti hapa. Hakuna uharamu. Nyuma yake, kando yake, hakuna uharamu. Kwa sababu hii ardhi si maukufa. Ni ardhi ya kawaida tumejenga msikiti. La, tukikusudia turudi pale pale kwenye laana Allahu al-yahuda wan nasara. Hatujakusudia ndio ardhi tuliona nafasi nayo. Marhaba jenga. Madhbut au mش madhbut? Wazi? Mش wazi? Hapa kuna kaburi. Mwana chuoni kitambo alizikwa sehemu fulani. Sisi tukapata ardhi kando yake ni bure, tumeipata. Tunafaa kujenga msikiti ndio mwafaa. Mmekusudia kaburi, mkikusudia kaburi tukamwambia laana Allahu al-yahuda wan nasara. Hatujakusudia kaburi, hii ndio ardhi sehemu tumepata, tumejenga marhaba. Sawa? Ama hapa kuna msikiti, kando yake tukazika mtu. Vipi kando yake tukazika mtu? Mimi nimekuja, nikasema hii ardhi yangu kipande hiki nimeweka wakfu. Kipande hiki nimeweka wakfu msikiti. Kisha kabla ya kufa, karibia kufa nikaandika, inaitwaje? Wasia kuwa mimi nizikwe hapa, nizikwe kwenye kando ya ile ardhi. Ile kando ya ile ardhi bado ni yangu. Nimeweka wakfu. Sijaweka wakfu. Hakuna uharamu wa kuzikwa pale. Nimezikwa pale. Hakuna makosa. Lakini ndani ya msikiti madamu nishaweka wakfu, haramu mtu yote azikwe. Mwana chuoni, shekhe, awe yeye ni shekhe wa mashekhe, mtume wa mitume. Ndani ya msikiti, kuzikwa ndani ya msikiti baada ya msikiti ushaweka wakfu ni haramu. Shida iko wapi? Shida iko msikiti ushaweka wakfu, hufai tena kuzika mtu. Ni wakfu ni msikiti, haifai kwa makbara. Ama haya tuna makbara. Mfano hapa Mombasa Kikoani, mimi makbara hizo huko sizijui. Mombasa pale Kikoani, makbara pale, ama Sarigoi makbara. Haramu mtu aje baadaye ati sisi Islam tuje tujenge msikiti pale, haramu. Kwa sababu ile ni wakfu ya nini? Ya makaburi. Aslan ile mara nyingi hata si wakfu, ile inaitwa musabbal. Tutasoma tukifika kwenye wakfu inshallah. Mungu akutupe uhai na uzima. Kwa hivyo uharamu wa kujenga juu ya kaburi ama uharamu wa kujenga kuweka msikiti ndani ya kaburi ama ndani ya makbara ama kaburi ndani ya msikiti unakuja kuwa ile ardhi tayari ni maukufu. Wazi? Mutakidun? Tumeelewana ama hatujaelewana? Kuna swali? Time ona. La ilaha illa Allah. Naam? Haina neno. Sasa ona ile sehemu ambayo kuna kaburi tutakwambia, ile sehemu ambayo kuna kaburi ni kaburi. Kando yake ile sehemu ile ongezwa msikiti. Haina neno. Na ndio maana imefanywa. Hapo ni hoja kwetu. Mbona pale mfanywa? Na ile siku niliwaonyesha huyu waliadhu billah, Mungu atuongoze na muongoze naye sije katoka na lafzi za kukosa adabu. Lakini huyu mwanachuoni atasema lao ingekuwa si mafsada wangetoka kaburi la bwana mtume pale. Angalia walivyokorofa. Watu kitu kimefanywa tangu wakati wa maswahaba, mtu anakuja sasa anakuambia ile ni mafsada. Kisha ndio ati wao watafuata salaf. Salaf gani? Una salaf gani? Ukitaka kuhakikisha, nenda kaangalie makaburi ya wanazuoni wakubwa. Wanazuoni wakubwa. Aitwaje? Huyu Ibn Taymiyyah kaburi lake limejengewa. Ibn Taymiyyah kaburi lake limejengewa. Haijajengewa msikiti, yani anasemanisha imejengewa. Wao ukataa. Tutakuja kuzungumzia hiyo ikifika siku yake. Inshallah baada hapa tutazungumza mambo ya bid'a. Naam. Ibn Taymiyyah. Waweza ukaiona picha ziko. Tajua yenyewe. Ala raghmi anfihim. Kaburi la Abu Musa al-Ash'ari maarufu, lajulikana, nafikiri ukaenda Turki kule utalipata. Ni Turki ama sijui wapi. Makaburi ya masahaba wengi sana sehemu zao zajulikana. Waacha masahaba wengi. Kaburi la mtume limejengewa mali hajajengewa. Hoja kubwa na tuambie mbona kaburi la mtume limejengewa nyinyi mtaki? Uharamu wa kujenga uko sehemu yake. Mwafakuwa mmesoma kwenye matni ya Bishujaa. Mwafakuwa mmesoma. Masala ya hurmatu tajsis ila akhir al-amr. Sawa? Wa ila huna inshallah. Tulisema inayokuja inshallah tutaingia kwenye bid'a.
Manake mambo yote, hata mambo ya kujengea kaburi inaingia chini ya bid'a. Kwa tukizungumzia bid'a sasa, na bid'a inaweza kuchukua masiku. Bid'a inaweza kuchukua masiku. Maelezo ya bid'a ni marefu. Tutaangalia taarifat, ahadith na maelezo ya maulama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.